Sijazoea kukuona hivi, unajua mimi nimekozewa kuona na zile gwanda. Gwanda mzecha wapi leo? Gwanda leo nimeziacha, zina nafasi yake. Leo nipo kibiashara zaidi. Lazima mtu fikirie nje ya box kwa sababu kuna maisha baada ya kazi. Kwa hiyo leo nipo kama mfanyabiashara, nipo kama mama mjasiriamali katika tuzo hizi za mwanamke Dr. Samia, mwanamke kinara. Hebu niambie, unapovua lile gwanda unapokuwa nyumbani, wewe ni mwanamke wa aina gani? Unajua zile gwanda zinakuheshimisha sana na mtu anatambua kwamba huyu ni nani. Hebu niambie, unapokuwa nyumbani unaweza vipi kutofautisha ukivaa gwanda na ukiwa hivi kama mama? Mimi nikiwa nyumbani nikivua gwanda nakuwa kama mama, nakuwa kama mwanamke wa kawaida kabisa kama hivi. Nina mume, nakuwa nipo katika hali ya kuwa mke wa mtu, kumtii mume wangu, kujishusha, kumheshimu, na mimi ananifanya kama mkewe. Kwa hiyo gwanda hapo linakuwa limekaa pembeni kabisa. Lakini nakuwa kama mama, kuna watoto wangu wananiita mama, tunataka tufanye hiki, wananituma, mume wangu ananituma, ananiomba hiki. Kwa hiyo nakuwa kama mama na nakuwa kama mwanamke. Lakini pia nikiwa nyumbani huwa nafikiria kazi nyingine za kujiongezea kipato, kuistawisha familia yangu kwa kufanya biashara. Kama hivi nafanya biashara ya kuuza waini, nafanya biashara ya kuuza mchele, lakini nina baba shop ambapo nafanya huduma mbalimbali ili niweze kujipatia kipato nje ya kazi. Weza vipi unajua kuhandle sifa zile kwamba mimi ni mtu fulani? Ni challenge sana, ni kitu kikubwa, yani ni kitu kigumu sana kukihandle kwamba mimi ni fulani. Kwa unatokea uniheshimu. Unaweza vipi kuacha hiyo sifa na kuwa mwanamke bora kwa mwanaume wako? Kwa mimi, kwa sababu natambua nafasi yangu kwamba mimi kwanza Mungu ameniumba kama mtu mke. Kwa hiyo ninatakiwa niishi kama mke, na kwa sababu nina mume anayetarajia vitu vingi kutoka kwangu kama mke wake, kwa hiyo mimi hapo huwa najishusha kabisa, navua gwanda naweka pembeni, nasimama kama mwanamke. Lakini wakati huo nafasi yangu ya kazi huwa naiheshimu, nasimama pia kama afisa wa jeshi la polisi. Lakini kama mke, tena sio mke tu, huwa nasimama kama mke bora kwa sababu huwa sitaki kuiwakilisha vibaya taasisi yangu kwamba waseme huyu mwanamke ni polisi kwa hiyo labda anatemea ubabe. Hapana. Nasimama kama mwanamke anayefuata taratibu na kanuni zote za sifa ya mwanamke, hususan sifa ya upole, sifa ya utii, sifa ya unyenyekevu, sifa ya kujishusha na sifa kubwa ya kumpa nafasi mwanaume kama kichwa cha familia. Yeah. Sawa. Hatuoni hizi usiku leo ni tuzo. Sijaona kipengele cha mapolisi kwamba mwanamke kinara polisi. Unafikiri mnanyimwa haki zenu? Na lipi la kumwambia mwandaji wa tuzo hizi? Hatunyimwi haki zetu, ni sisi tu kuzichangamkia fursa. Kama hivi mimi nimeichungulia fursa, nimekuja kushiriki hapa siku ya leo, wenzangu wanapewa tuzo, lakini kwangu mimi hii imenipa ari, mwakani lazima niwanie tuzo hizi na lazima niibuke kinara. Watakapozitangaza tu, mimi pia nitakuwa ni miongoni mwa watu wa kwanza kabisa kuchukua nafasi hizo, kuweza kuomba kura kwa watu wanipigie kura, niibuke kinara. Hususan katika kipengele cha wajasiriamali wachanga, wajasiriamali wadogo, au mwandaji wa tuzo hizi atafute namna nyingine ya kutufanya sisi maafisa hususan wa kike tulioko majeshini, hususan pia jeshi la polisi, namna gani tuweze kuwania tuzo hizi kama wanawake wengine kutokea kwenye majeshi. Iwepo tuzo inayotutaja sisi kama sisi wanawake vinara tunaofanya kazi kwenye majeshi, tuibuke kinara kwenye engo fulani hivi ambapo na mimi natamani kuwania tuzo hiyo na niibuke mshindi. Tunamalizia. Ujumbe wote kwa mwanamke mvivu. Kwa kweli ujumbe wowote kwa mwanamke mvivu, kwanza nachukia sana mwanamke anayekuwa mvivu. Namchukia kwa sababu kwanza unatuwakilisha vibaya wanawake wenzio. Lakini mwanamke wewe mvivu, fikiria kwamba hivi wanawake wengine wote wangekuwa wavivu, hivi leo nafasi kubwa ya mwanamke kinara Dr. Samia Suluhu Hassan tungeipata wapi? Tumchukulie mwanamke huyu kinara Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu kipenzi, kwamba ni role model, ni mfano wa kuigwa. Tuache uvivu, tupige kazi kama mama. Tumuunge mkono mwanamke mwenzetu anayepambana, mwanamke mwenzetu jembe, mwanamke hodari, mwanamke jemedari anayepambana. Kwa hiyo na sisi sasa tunasema uvivu pembeni, tunachapa kazi. Na wanawake tunaweza kufanya kazi zote, na lazima tukawe wawakilishi wazuri kabisa wa mwanamke mwenzetu, mwanamke kinara, mama Samia Suluhu Hassan. Respect. Yes. Asante sana mama.